Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema kuwa serikali ya Tanzania inatarajia kusaini mikataba mikubwa na kampuni za madini mapema mwezi Februari 2026 kwa ajili ya uchimbaji wa madini mbalimbali ukiwemo wa niobium katika bonde la Songwe, Panda Hill, mkoa wa Mbeya. Amesema hayo Januari 26, 2026 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizozitoa wakati wa kampeni zake na kipindi akihutubia Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wakati akiwapisha mawaziri. Mbali na uchimbaji, mradi huo utajengwa pamoja na kiwanda cha kusafisha na kuongeza thamani cha niobium kitakachozalisha felinobium. Ameongeza kwamba hatua hiyo itaiweka Tanzania kwenye nafasi ya 4 kati ya wazalishaji wakuu duniani nyuma ya Canada na Brazil. Mradi huu unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi trilioni 1 na utakuwa kichocheo kikuu cha ukuaji wa uchumi na uzalishaji wa ajira. Aidha, waziri amebainisha kuwa kampuni ya kimataifa ya madini ya dhahabu Barrick Gold iko tayari kuanza utafiti wa kina wa madini wilayani Nzega mkoani Tabora na Kahama, Shinyanga, na kusema utafiti huo wa kina ni hatua ya msingi kuelekea uanzishwaji wa mgodi mpya mkubwa wa dhahabu katika mkoa huo. Akizungumzia hali ya utafiti wa jiolojia nchini, amesema kuwa hadi sasa 97% ya nchi imefanyiwa utafiti wa msingi wa jiolojia, 100% ya utafiti wa kimagnetiki na 24% ya utafiti wa jiokemia. Lengo la serikali ni kuongeza wigo wa utafiti huo hadi kufikia 50% ifikapo mwaka 2030 kwa kufuata dira ya madini ni maisha na utajiri. Kuhusu ununuzi wa madini ya dhahabu unaoendelea na Benki Kuu ya Tanzania BOT, Waziri Mavunde amebainisha kuwa katika kipindi cha miezi 14 tangu Oktoba 2024, BOT imenunua na kuhifadhi tani 17 za dhahabu kama amana ya taifa, kiasi ambacho kinaweka Tanzania kwenye nafasi ya 10 kati ya nchi zenye hifadhi kubwa za dhahabu barani Afrika, kikiipita Msumbiji tani 6.89 na kukaribia nchi zinazoongoza kama Algeria tani 174. Kuhusu jinsi sekta ya madini inavyochangia ajenda ya Mheshimiwa Rais na ya kukuza matumizi ya nishati safi, waziri amesema kuwa kupitia shirika la madini la taifa STAMICO, kiwanda kipya cha kuzalisha mkaa mbadala rafiki briquettes kutokana na makaa ya mawe kinatarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni mkoani Tabora. Pia ametaja juhudi za serikali kurejesha hadhi ya Tanzania katika soko la madini la ndani na la kimataifa. Ndani ya siku 100 hizi, kupitia ushirikiano kati ya Tume ya Madini na Soko la Bidhaa Tanzania TMX, wameweza kufanikisha mnada wa kwanza wa madini ya vito jijini Arusha na kuweka msingi wa soko la ndani lenye nguvu. Mohab TV, Dodoma.